Naam, habari gani mwana habari wangu na wewe ambaye unaendelea kunitazama na kunifuatilia kupitia akaunti yangu hii ya YouTube. Naitwa Junior na hii ni Junior Media ya michezo, habari pamoja na burudani. Kwa habari nyingi za kimataifa, kimichezo pamoja na burudani, usisahau kuweza kuungana nami ili uweze kujua ni nini ambacho kimeweza kujiri ama kuendelea. Nikushukuru sana, lakini taarifa ambazo tunazo siku hii ya leo ni kutoka kule kwa Papa Francis mjini Vatican, ambapo papa huyo, taarifa za nyuma ziliweza kusema kwamba papa huyo alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa homa ya mapafu ama pneumonia, lakini madaktari waliweza kuthibitisha hali ya Papa Francis kipindi anaanza kuumwa kuwa haikuwa nzuri, lakini kadri walivyoendelea kumpatia matibabu na kuweza kujitahidi kuhakikisha afya yake inaimarika, kwa sasa papa anaendelea vizuri. Lakini siku kadhaa nyuma zilizopita papa aliweza kuonekana katika dirisha moja la hospitali ya Gemelli ya Roma, siku kadhaa zilizopita akiwapungia waumini wake mkono kwa kuwashukuru kwa kuendelea kumuombea afya njema, lakini anaendelea vizuri. Lakini kwa siku ya leo taarifa ambazo tulizonazo, papa aonekana akiwapungia mkono umati wa watu mjini Vatican alipojitokeza hadharani kwa mara ya kwanza tangu atoke hospitalini. Papa huyo mwenye umri wa miaka 88 hakuwa ameonekana hadharani tangu aliporuhusiwa kutoka hospitali ya Gemelli ya Roma tarehe 23 Machi baada ya kupokea matibabu ya pneumonia. Sasa anaendelea vizuri na siku ya leo ameweza kutoka na kuonekana akiwapungia umati wa watu mjini Vatican akijitokeza hadharani tangu atoke hospitalini. Madaktari walisema wakati huo kwamba angehitaji angalau miezi 2 ya kupumzika ili aweze kuimarika na kuwa katika hali ya kiafya iliyo katika hali nzuri. Hata hivyo, hali hiyo ya kiafya ya mkuu wa kanisa la Katoliki duniani Papa Francis imeibua wasiwasi miongoni mwa waumini wa kanisa hilo na baadhi ya watu wengi ulimwenguni baada ya kuelezwa na Vatican kuwa si nzuri kutokana na kuugua ugonjwa wa homa mapafu, pneumonia katika mapafu yake yote mawili. Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 amekuwa akipitia maambukizi ya mfumo wa upumuaji kwa zaidi ya wiki moja na amekuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Gemelli huko Roma. Kutokana na hali hiyo ya kiafya Papa Francis, swali limeibuka kuhusu ni nani anayeongoza kanisa hilo wakati Papa Francis ni mgonjwa. Kujibu swali hilo ni vyema tukafahamu ni nini sheria ya Katoliki, canon law, na sheria kuhusu papa. Amesema Padre Thomas Nizeye anayesomea shahada ya uzamili ya sheria ya Kikatoliki mjini Roma. Vatican ina sheria za kina, mila na majukumu ya kuhakikisha kupokezana kwa madaraka wakati papa anapofariki dunia au kujiuzulu, lakini hakuna hata moja ya sheria hizo wala kanuni inayozungumzia kuhusu ni nani atakayechukua mamlaka ya papa anapokuwa mgonjwa, alisema Padre Nizeye. Nikushukuru sana mwanahabari ambaye umeungana nami mwanzo mpaka mwisho. Hizi zilikuwa ni taarifa za kimataifa kutoka kule mjini Vatican Roma kwa Papa Francis, ambapo papa kwa sasa anaendelea vizuri, lakini hali yake bado, lakini hivyo kwa taarifa zinazosema, lakini anaonekana akiwa katika wheelchair na akipunga mikono kwa shida sana, huku mikono yake ikiwa kwenye magoti akiwapungia waumini wake ambao umati ulijitokeza mjini Vatican mara baada ya papa kuonekana akitoka hospitalini kwa mara ya kwanza. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Usisahau kuniandikia ujumbe wako mfupi kwenye comment, kushare, like pamoja na kusubscribe. Niseme asante na nitoe shukrani zangu za dhati kwa yule ambaye tayari amesha subscribe, niseme asante, lakini kwa wewe ambaye bado, hakikisha una subscribe ili kuweza kuwa mwana familia wa Junior Media. Kutoka hapa sina la ziada. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami, lakini usiache kutufuatilia kupata taarifa mbalimbali. Kutoka hapa sina la ziada. Nikuage, nikutakie siku njema. Bye bye.